Hii ni taarifa ya habari kutoka Ilolo TV. Na huu ni mtasari wake. Hali ya wasiwasi ya tanda Ukraine. Rais Donald Trump amuaga Elon Musk ikulu ya White House. Takribani wa Palestina 54,000 na 84,000 wameuawa na wengine 123,308 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita. Tupate habari kamili. Hali ya vita ya Urusi na Ukraine leo Mei 31, 2025 inaendelea kuwa ngumu, huku mashambulizi ya kijeshi na juhudi za kidiplomasia zikiendelea kwa wakati mmoja. Urusi imeendelea na mashambulizi katika maeneo ya kusini mwa Ukraine. Katika mkoa wa Zaporizhzhia, bomu lililolengwa kwa kutumia ndege lilisababisha kifo cha msichana mwenye umri wa miaka 9 na kumjeruhi mvulana wa miaka 16. Nyumba kadhaa ziliharibiwa katika shambulio hilo. Katika mji wa Kherson, mwanaume mwenye umri wa miaka 66 aliuawa kutokana na mashambulizi ya Urusi. Mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya mpakani, ikiwa ni pamoja na Sumy Blast, ambapo Urusi imeanzisha mashambulizi ya kuvuka mpaka. Eneo hili limekuwa likishuhudia mapigano tangu Februari 2025 na maelfu ya wakazi wamehamishwa kwa sababu za usalama. Jeshi la Ukraine limeripoti kuwa zaidi ya wanajeshi 987,000 wa Urusi wameondolewa kwenye mapambano tangu kuanza kwa vita hii. Juhudi za kidiplomasia, mazungumzo ya amani yanatarajiwa kufanyika Istanbul tarehe 2 Juni. Hata hivyo, Ukraine haijathibitisha ushiriki wake, ikisisitiza kuwa Urusi inapaswa kutoa mapendekezo ya amani kabla ya mazungumzo hayo. Rais Zelensky ameituhumu Urusi kwa kujaribu kuvuruga juhudi za amani. Msimamo wa Urusi imeeleza kuwa iko tayari kwa kusitisha mapigano ikiwa Ukraine itakubali kusitisha usambazaji wa silaha kutoka magharibi na kusitisha uhamasishaji wa kijeshi Ukraine. Kwa upande wake, inataka kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 bila masharti kama msingi wa mazungumzo zaidi. Kampuni ya vifaa vya mafuta ya Urusi Ford imetoa zawadi ya labo milioni 15, karibuni dola 195,000 kwa kila mmoja wa wanajeshi 12 wa Urusi waliodaiwa kushiriki katika kuangusha ndege 3 za kivita za F-16 za Ukraine. Hii inaashiria ushiriki wa makampuni binafsi katika juhudi za kijeshi. Kwa ujumla, hali ya vita inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku pande zote zikionyesha msimamo mkali na mashambulizi ya kijeshi yakiendelea. Kwingineko, tuangazie huko Gaza. Hali ya Gaza leo Mei 31, 2025 inaendelea kuwa mbaya sana, huku mapigano makali yakiendelea. Janga la kibinadamu na juhudi za kidiplomasia zikiendelea kwa wakati mmoja. Hali ya kijeshi na vifo vikiendelea kuwa mbaya zaidi katika eneo la vita. Jeshi la Israel limeendelea na mashambulizi ya anga
ambapo watu 27 wameuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni. Katika tukio jingine, watu wawili waliokuwa wakitafuta msaada karibu na Rafa waliuawa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israeli. Tangu kuanza kwa vita mnamo Oktoba 2023, takribani wa Palestina 54,084 wameuawa na wengine 123,308 kujeruhiwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa watu wote wa Gaza wako katika hatari ya njaa kali, huku 100% ya wakazi wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hospitali ya mwisho katika kaskazini mwa Gaza imefungwa kutokana na maagizo ya uhamasishaji kutoka kwa jeshi la Israeli, na hivyo kuacha eneo hilo bila huduma za afya. Marekani imewasilisha pendekezo la kusitishwa mapigano kwa siku 60, likijumuisha kuachiliwa kwa mateka wa Israeli na wafungwa wa Kipalestina. Hamas imesema bado inalitathmini pendekezo hilo, huku ikitaka dhamana madhubuti kutoka Marekani kuhusu kusitishwa kwa vita. Waziri wa ulinzi wa Israeli ameonya kuwa Hamas lazima ikubali mpango huo au ikabiliwe na maangamizi. Maandamano dhidi ya Hamas yameendelea ndani ya Gaza, huku wakazi wakilalamika uongozi wake na kuomba kusitishwa kwa vita. Miji ya kimataifa kama Barcelona imekatisha ushirikiano na Tel Aviv kutokana na vita hivi. Kwa ujumla, hali ya Gaza inazidi kuwa mbaya na juhudi za kimataifa zinaendelea ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu wa Gaza. Tumalizie huko ikulu ya White House. Hali ya sasa katika ikulu ya White House tarehe 31 Mei mwaka 2025 inaonyesha mfululizo wa matukio muhimu ya kisiasa, kiuchumi na kiutawala. Rais Donald Trump alifanya hafla kumwaga Elon Musk katika ofisi ya Oval, akimtunuku ufunguo wa dhahabu kama ishara ya kumtambua mchango wake mkubwa katika kupunguza matumizi ya serikali kupitia idara ya ufanisi wa serikali DOGE. Musk alitangaza kuwa ataendelea kuwa mshauri wa rais hata baada ya kuondoka rasmi katika nafasi hiyo. Rais Trump alitangaza kuongeza ushuru wa chuma kutoka 25% hadi 50%, hatua inayolenga kuimarisha sekta ya chuma ya Marekani. Hata hivyo, hatua hii imeibua wasiwasi kuhusu athari zake kwa masoko ya kimataifa na makubaliano ya kibiashara yaliyopo. Kumekuwa na tukio la udanganyifu wa kutumia teknolojia ya akili bandia AR, ambapo mtu alijaribu kujifanya kuwa Susie Wills, mkuu wa wafanyakazi wa White House. Tukio hili limezua hofu kuhusu usalama wa taarifa na matumizi mabaya ya teknolojia ya AR katika taasisi za serikali. Lakini pia mahakama ya rufaa ya Marekani imekataa ombi la utawala wa Trump la kuendelea na mpango wa kufuta maelfu ya ajira za serikali na kufunga ofisi mbalimbali, ikisema kuwa hatua hiyo ni kinyume cha katiba. Utawala wa Trump unatarajiwa kukata rufaa katika mahakama ya juu huko nchini Marekani. Tukimalizia na
Senator Josh Hawley amedai kuwa mtoa taarifa kutoka idara ya usalama wa taifa alieleza kuwa rais wa zamani Joe Biden alipata shida ya kuelewa mazingira yake akiwa Ikulu, ikiwa ni pamoja na kupotea ndani ya kabati lake. Dai hili limeongeza shinikizo kwa uchunguzi kuhusu afya ya akili ya Biden wakati wa urais wake. Kufikia hapo hatuna la ziada. Ilolo TV tumekufikishia habari zilizojiri leo tarehe 31 Mei 2025. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, kushare video zetu. Mimi binafsi naitwa Captain Tanzania. Asante, usiache kututazama.